Na salamu zetu za dhati zipate kuwafikieni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, huku tukitumania kwamba mnaendelea vizuri na mko salama salimini, na hiyo ndio furaha yetu. Na basi tunatumia fursa hii kwa karibisheni kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika maeneo yake ya mashariki ambako hali ya usalama inazidi kuzorota ama inazidi kutengeneza vichwa vya habari siku baada ya siku. Utulivu wa kiasi unaanza kurejea katika sekta ya Bapere iliyoko katika wilaya ya Lubero mkoani Kivu Kaskazini kufuatia operesheni zinazofanywa na Les Volontaires pour la Défense de la Patrie, yani VDP, wanaojulikana kama wapiganaji wazalendo. Taarifa hii imetolewa na msemaji wao wa Front Nord ambaye anaitwa Gingabo. Kwa mujibu wa msemaji huyo, vikosi kadhaa vya wa VDP wazalendo vimepelekwa katika maeneo ya mbali na yenye ugumu wa kufikia, hususan kwenye maeneo ya Bududia kwa lengo la kuwafuatilia na kuwashambulia wapiganaji wa Allied Democratic Forces, yani ADF, wanaoendelea kuwa hai katika sehemu hiyo ya Kivu Kaskazini. Operesheni hizo hazijaishia hapo pekee, bali zinaendelea pia katika baadhi ya maeneo ya jimbo jirani la Ituri ambako inadaiwa kuwa baadhi ya wanamgambo hao wamejificha. Hatua za kijeshi zimeripotiwa pia katika eneo la Mambasa, ikiwemo katika maeneo ya Muchacha na Niania. Kwa mujibu wa msemaji huyo, uwepo wa wazalendo unapokelewa vyema na wananchi wa maeneo husika ambao wanasisitiza umuhimu wa kubaki kwa vikosi hivyo ili kudumisha mafanikio ya kiusalama yaliyopatikana. Hata hivyo, anadai kuwa baadhi ya viongozi wa kijeshi wanatoa shinikizo kwa wazalendo kuondoka katika maeneo hayo, hasa yale yenye utajiri wa madini na kurejea Kivu Kaskazini. Kauli hizi zinaonyesha kuwepo kwa mvutano unaoendelea kuhusu udhibiti wa kiusalama na kimkakati katika baadhi ya maeneo, licha ya juhudi zinazoendelea za kupambana na makundi yenye silaha mashariki mwa DRC. Katika eneo la Mitwaba lililoko umbali wa zaidi ya kilomita 300 kutoka mjini Lubumbashi mkoani Haut-Katanga, mamlaka za mkoa huo zimeamua kuimarisha hatua za usalama kwa lengo la kuwatafuta na kuwakamata wanamgambo wa Mai Mai Bakata Katanga ambao uwepo wao umeripotiwa tangu mwanzoni mwa mwezi huu wa 4, yani Aprili. Uamuzi huo ulitangazwa baada ya kikao cha baraza la mawaziri wa mkoa huo, ambapo taarifa yake ilitolewa rasmi Jumatatu ya tarehe 15 mwezi huu na mwaka huu. Licha ya matukio hayo ya uvamizi wa silaha katika baadhi ya maeneo, serikali ya mkoa imeendelea kutoa uhakikisho kwamba hali ya usalama kwa ujumla bado iko shwari. Kwa mujibu wa msemaji wa serikali ya mkoa Bwana Max Mpande, anaweka wazi kuwa kwa ujumla hali ya usalama inaendelea kuwa tulivu katika sehemu kubwa ya mkoa, ingawa kumeshuhudiwa matukio machache katika wiki za hivi karibuni. Pia alibainisha kuwa wananchi wamepokea vyema hatua za kuimarisha operesheni za kijeshi katika maeneo yaliyoathirika. Sambamba na hatua hizo za kiusalama, mamlaka za mkoa zinaendelea na juhudi za maendeleo. Miongoni mwa vipaumbele vilivyotajwa ni ulinzi wa barabara ya kusini ya ukanda wa Corridor Central, ambayo ni muhimu kwa shughuli za kiuchumi, pamoja na kuendelea kwa kazi za ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya msingi. Katika nyanja ya uchumi, baraza hilo liliongozwa na gavana wa muda Martin Kazembe pia alijadili hatua zilizochukuliwa na serikali kuu ili kudhibiti bei ya mafuta. Ruzuku zimetolewa kwa makampuni zinazoagiza na kusambaza mafuta ili kuzuia kupanda kwa bei katika vituo vya mafuta, hasa katika kipindi hiki chenye mabadiliko ya soko la kimataifa. Hata hivyo, mamlaka za mkoa zimeendelea kuwa makini kutokana na athari zinazoweza kusababishwa na mvutano wa kisiasa duniani, hasa katika eneo la Mashariki ya Kati ama Moyen-Orient, ambao unaweza kuathiri upatikanaji wa mafuta na hivyo kugusa uwezo wa wananchi kumudu gharama za maisha. Aidha, gavana wa muda huyo alitangaza utoaji wa gari aina ya Land Cruiser kwa Fondation Luna inayohusishwa na mama wa taifa, yani mke wa Rais Tshisekedi, Denis Nyakeru, ili kusaidia kuimarisha shughuli zake za kijamii katika mkoa huo. Kupitia mkakati huu unaojumuisha usalama, uchumi na maendeleo ya miundombinu, serikali ya mkoa wa Haut-Katanga inalenga kudhibiti vitisho vya makundi yenye silaha, huku ikihakikisha utulivu wa kijamii na kiuchumi unaendelea kudumishwa
kuwasilishwa katika eneo hilo. Walinda amani wa MONUSCO wanaripotiwa kufanya makabidhiano rasmi ya mateka wanne wa zamani kwa viongozi wa kimila pamoja na vikosi vya usalama katika mji wa Bunia mkoani Ituri. Miongoni mwa waliookolewa hao ni askari polisi, mwanamke pamoja na mtoto wake na kijana mmoja, wote waliotekwa nyara na wanamgambo wa Convention pour la Revolution Populaire yani CRP. Kwa mujibu wa ushuhuda, waathiriwa wanasema kuwa walikamatwa usiku kabla ya kupelekwa katika ngome za kundi hilo, hususan katika maeneo ya Bule na Liri. Wakiwa kifungoni, wanasema walifanywa vitendo vya kinyama na mateso ya kudhalilisha. Aidha, baadhi yao walitambua baadhi ya watekaji wao kuwa ni watu waliowahi kuwa wanajamii wao kabla ya kujiunga na kundi hilo la wahasi. Kuachiwa kwa mateka hao kulikuja kufuatia shinikizo la kijeshi lililoongozwa na Forces Armées de la République Démocratique du Congo yani FARDC katika eneo la Walendu Piti, wakichukua fursa ya mwanya huo uliojitokeza wakati wa mapigano kati ya jeshi na wanamgambo. Waliweza kutoroka na kufika katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa serikali. Baada ya kupewa taarifa na wanajamii, MONUSCO iliingilia kati haraka kuhakikisha huduma ya dharura kwa waliookolewa kabla ya kuratibu uhamisho wao rasmi kwa mamlaka za kiraia na kijeshi katika mkoa huo wa Ituri. Kurejea kwa watu hao wanne kumepokelewa kwa furaha na afueni kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Viongozi wa kimila pamoja na mamlaka za kiutawala wamepongeza matokeo hayo, huku wakitoa wito wa kuimarishwa kwa ushirikiano kati ya raia na vikosi vya ulinzi ili kuwezesha kuokolewa kwa mateka wengine na kurejesha utulivu katika eneo hilo. Kabla ya kurejea makwao, waliokuwa mateka wanapatiwa msaada wa matibabu na huduma ya kisaikolojia ili kusaidia kurejea kwao taratibu katika maisha ya kawaida ndani ya jamii zao. Raia watatu pia wanaripotiwa kupoteza maisha, huku mtu wa 4 akijeruhiwa vibaya kufuatia tukio la ufuatwaji wa risasi lililotokea jioni ya Jumatatu katika mtaa wa Bankoko mjini Bunia huko mkoani Ituri. Mshukiwa mkuu anayewasilishwa na mashahidi kadhaa kuwa ni mwanajeshi wa jeshi la taifa FARDC anadaiwa kutenda tukio hilo kutokana na mgogoro wa kifamilia. Kwa mujibu wa vyanzo vya kuaminika vilivyokusanywa katika eneo hilo la tukio, vinadai kuwa mtu huyo mwenye silaha alimfyatulia risasi mwenza wake wa maisha ama mke wake, akimtuhumu kwa ukosefu wa uaminifu. Hali ilizidi kuwa mbaya haraka, ambapo risasi hizo ziliwafikia pia raia wengine waliokuwa karibu na kugeuza mgogoro wa nyumbani kuwa janga kubwa lenye athari za kusikitisha. Alisema kuwa mwanajeshi huyo anayedaiwa alifyatua risasi kwa karibu na kusababisha vifo vya watu 3 wakiwemo mwanamke na mtoto wa takriban miaka 10. Mtu mwingine aliyepata majeraha makubwa alikimbiziwa katika kituo cha afya cha karibu kwa ajili ya matibabu ya haraka. Tukio hili linaibua tena wasiwasi kuhusu matumizi ya usambazaji wa silaha miongoni mwa watu waliovaa sare za kijeshi nje ya majukumu yao rasmi. Katika mazingira ambayo tayari usalama ni dhaifu mjini Bunia, matukio kama haya yanaongeza hofu na hali ya kutokujiamini kwa wananchi. Hadi sasa hakuna tamko rasmi lililotolewa na mamlaka za mji wala uongozi wa kijeshi kuhusiana na tukio hilo la ufyatuaji risasi. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na tumefurahi kuona umeanza nasi pamoja na kumaliza nasi, na basi acha tukusihi ubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili uzidi kufaidi zaidi habari moto kutoka kwetu. Basi tukutane kwa majaliwa. Asante.